Kadhalika tankasimu nikah ala 3 aqsam, ndoa imegawanyika katika njia kuu 3: an yakuna wajiban wa an yakuna makruhan wa an yakuna mubahan, kwamba ndoa inakuwa ni wajib na ndoa inakuwa ni makruhan na ndoa inakuwa ni mubah. Ndoa inakuwa ni wajib bimaana ndoa inakuwa ni faradhi kwa kijana au kwa mtu mzima mwanamme ambaye hawezi kukaa, lazima aingie kwenye zinaa. Yani yeye kila kukicha awaze zinaa tu, huyu kwake kuoa ni wajibu na wala hakuna shaka juu ya jambo hilo. Kadhalika ndoa inakuwa ni makruh kama anavyosema Sheikh Albani, ina maana kwamba kwa yule mwanamme ambaye hana nguvu za kiume hawezi kumwingilia mwanamke, bimaana kwamba atakapooa mtu huyu hakuna tendo la ndoa nalo litakaloweza kufanyika, bali anaweza akamchezea mwanamke, lakini itakapokuwa atakapomwingilia, bimaana muumbile yake hayana nguvu, bali anaweza akamsababishia binti madhara ya kutoka katika ndoa yake, akenda akaziniwa. Inakuwa si sawasawa mtu huyo kuoa. Ina maana Uislamu umemstopisha mtu wa dizaini hii. Kadhalika ndoa inakuwa ni mubah, ni jambo lilokuwa la halali katika sheria kwa sababu ya maelekezo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, ikiwemo hadithi ya Anas ibn Malik, ambayo Anas bin Malik Allah amuiradhi anasema kwamba amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, au anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ya'muruna bil ba'a wa yanha 'anil tabattul nahyan shadida wa yaqulu tazawwaju al waduda al waluda fa inni mukaththirun bikum al anbiya yawm al qiyamah. Anas bin Malik Allah amuiradhi anasema kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallama alikuwa yeye yaamuruna bilbaa, akituamrisha masahaba tuoe. Hizi zilikuwa ni kelele za Mtume kwa masahaba waoe. Wayanha anitabattul, na alikuwa akituambia kwa nini nyinyi hamtaki kuoa wale ambao ilikuwa hawajaoa. Mtume alikuwa akiwahimiza waoe, kisha akiwauliza kwa nini hamtaki kuoa, kisha akiwaambia tazawwajul waduda alwaluda, oeni wanawake wenye mapenzi na nyie wanaume, na wanawake wenye kuzaa. Hali imeelekeza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini watu waoe wanawake wenye kuzaa? Mwisho Mtume akasema fa inni mukaththirun bikum al-anbiya yawm al-qiyamah, nipate kujifakharisha mimi kwa wingi wenu kwa umma nyingine. Kutokana na wingi wenu wamepatikana watoto waliopatikana ndani ya ndoa. Lakini leo ukichunguza, ukihesabu nyumba ya kwanza unaoishiwe mpaka nyumba ya 10, huwezi kukosa mtoto wa zinaa. Na atakiambiwa mzazi yule, kwa nini wewe njia hii? Kwamba hai bahati mbaya. Si bahati mbaya, kwa sababu wewe mwenyewe ndio ulikwenda ukavua nguo kwa mwanamume na mwanamume naye akavua nguo, mkaingiliana, akapatikana mtoto ambaye hayuko ndani ya sheria iliyofuata misingi ya Uislamu, misingi ya Sunna na Qur'ani. Kadhalika hadithi nyingine ni hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala lana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ya ma'shara ash-shabab man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsin lil-farj wa man lam yastati' fa alayhi bis-sawm fa innahu lahu wija' muttafaqun alayhi. Abdullah ibn Mas'ud anasema alituambia sisi Mtume sallallahu alayhi wasallam, ya ma'shara ash-shabab, enyi mkusanyiko wa vijana, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj, yoyote yule mwenye uwezo wa kuoa atakiwa aoe. Na haya ni maneno ya Sheikh Al-Albani rahmatullahi ta'ala alayhi akiwa anaielezea hadithi hii. Kadhalika Abi Abdurrahman Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, wote wanasema neno baa ina maana mwenye uwezo wa kulisha atakiwa aoe, mwenye uwezo wa kuvisha
anatakiwa aoe, mwenye uwezo wa kuuguza atakiwa aoe. Ya ma'shara ash-shabab man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj fa innahu aghadhu lil-basar, kwani huko kuoa ni kinga katika macho. Fa in lam yastati, yule ambaye kwamba hatakuwa na uwezo wa kuoa basi atakafanyaje? Atakiwa afunge. Haya ni maelezo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadithi ni muttafaqun alayhi. Kadhalika al-allama al-Fawzani hafidhahu Allah ta'ala faqala rukunun nikah ithnain, nguzo za ndoa ziko mbili. Akasema Sheikh Fawzani, al-ijabatu wal-qabul, ni mwanamme kumwendea mwanamke akamwambia nataka kukuoa, akasema nimekubali. Kwa hiyo kuna ijaba na kabuli. Hizi ndio nguzo mbili za ndoa, na ndivyo wanavyotuambia wanawachuoni wetu wa Ahli Sunna wal Jamaa.